Ni katika viunga vya shule ya sekondari Ngara ambako mafunzo ya makarani waongozaji wapiga kura katika vituo vya kupigia kura uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 29 ya mwezi huu mwaka 2025 yamefanyika. Kubwa zaidi, mgeni rasmi Josephine Lusatura ambaye alikuwa akimwakilisha msimamizi wa uchaguzi jimbo la Ngara amesisitiza kuwa wasiwe na mazoea hata kama kazi hiyo wamewahi kuifanya awali, lakini pia amesisitiza kusoma katiba, maelekezo pamoja na sheria ambazo zimewekwa na zitakazoendelea kutolewa kwa wasimamizi hao. Kwa nafasi hii kuwaasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo yanayotolewa na tume. Kwa maana hiyo basi, hata kama tulishawahi kuwa makarani katika chaguzi zilizopita, tusitumie uzoefu wa miaka ya nyuma kufanya kazi ya uchaguzi wa mwaka huu. Tunapaswa kufuata taratibu zinasemaje katika uchaguzi wa mwaka huu. Kwa hiyo tusitumie uzoefu wa nyuma. Kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza yafuatayo. Someni kwa makini katiba, sheria, kanuni na miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na yatakayoendelea kutolewa na tume, na ulizeni ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine mengine yatakuwa changamoto za kufahamu, ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi za uchaguzi. Tumewapa nyaraka mbalimbali ili mzitumie kama rejea kwa kipindi chote cha utekelezaji wa jukumu hili. Jitahidini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakao kuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. Tumeshakula kiapo cha kutunza siri, tumekula kiapo cha kujitoa kwenye wanachama wa chama chochote cha siasa. Kwa hiyo sasa hivi baada ya kula kile kiapo, tunaamini kwamba hakuna karani ambaye ni mwanachama wa chama chochote. Wewe sasa hivi wewe ni neutral, hauna chama chochote. Kwa hiyo hatutegemei ushabiki wa aina yoyote kwamba wewe ni mwanachama wa chama fulani. Utakuwa umekwenda kinyume na sheria na kanuni zinazotuongoza katika uchaguzi huu. Kwa hiyo tusiwe vyanzo vya malalamiko, tusiwe mashabiki wa vyama. Sisi tuko neutral. Jambo lingine la tatu, fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopangiwa. Tushirikiane, tuelekezane, tusaidizane. Mwenzio ukiona amekwenda kinyume, muelekeze. Hatutaki mtu aharibikiwe. Sawa? Sawa? Tusaidiane, tupendane, tuelekezane ili tukamilishe zoezi vizuri. Lingine la kuzingatia, hakikisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa mnavihakiki na kuvikagua kabla hamjaenda navyo vituoni. Kama kuna vitendea kazi ambazo tunapaswa kupewa kwenda navyo, hakikisha unahakiki ni kweli ni chenyewe, sio unapewa unatunza, siku unafika kituoni unakuta sicho. Namba 5, hakikisha mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo mtakavyopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya upangaji wa vituo kabla ya muda wa upigaji kura kufika, yaani saa 1 kamili asubuhi kwa vituo vya uraiani na kabla ya saa 2 kamili asubuhi kwa vituo vya magereza. Kwa upande wao, wasimamizi wasaidizi ngazi ya kata moja na makarani walikuwa na haya ya kusema. Kwa majina naitwa Mwalimu Flora Matthew Alute, ni Arokata Rusumo, na hapa tupo kwa ajili ya mafunzo. Tuko kwa ajili ya mafunzo ya makarani waongozaji wa wapiga kura, ambapo kazi hiyo itafanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Hivyo mgeni rasmi ametoa maelekezo na amewaelekeza makarani kwamba wako katika mafunzo, na katika mafunzo haya kikubwa waweze kuelewa majukumu yao watakayoyafanya siku ya uchaguzi kama makarani waongozaji wa wapiga kura, ili mwisho wa siku zoezi likapate kuwa la ufanisi katika halmashauri ya wilaya ya Ngara. Mbinu tunazozitumia ili kuhakikisha kwamba makarani hawa wanaenda kufanya kazi kwa ufanisi ni kwa
tumewapa mwongozo au maelekezo kuhusiana na namna ya utendaji kazi, na wanapata semina. Sasa hizi wanaendelea na mafunzo, na tunaamini siku hiyo watakuwa wameiva kwa sababu wako katika mafunzo na nafundishwa mada moja baada ya nyingine kulingana na mwongozo, na pia tunafuata sheria, kanuni na taratibu za ufundishaji na namna ambavyo wataenda kufanya kazi na majukumu yao kuyatimiza wanapokuwa katika vituo husika watakavyokuwa wamepangiwa. Wito wako ni upi kwa waongozaji wapiga kura? Kwa makarani, wito wangu ni kwamba makarani wakafuate taratibu, kanuni na sheria zilizowekwa, na kwa sababu tayari wameshakula kiapo, wameshajitoa kwenye vyama vyao, wameshajaza fomu za kujitoa katika wanachama. Cha msingi wanachotakiwa ni kwamba wahakikishe yale walioyaelekezwa wanaenda kuyafuata, na mwisho wa siku zoezi letu likapate kukamilika vizuri. Ni kweli kuna watu ambao wana ulemavu ambao hawawezi wao wenyewe kujiongoza, mfano au labda wengine wanakuja pengine wazee. Vitu kama hivyo vinaweza vikatokea katika vituo vya kupiga kura, lakini kulingana na maelekezo ambao wanaendelea kupata na ambayo wameshapata ni kwamba watu kama hawa hasa kwanza watapewa kipaumbele katika zoezi zima litakalokuwa linaendelea. Makarani watakapomuona mtu huyo watamchukua moja kwa moja na kumuombea ili aweze kuchukua, kama hawezi pengine na ulemavu, achukue msaidizi wake wa kwenda kumsaidia kwa ajili ya zoezi hilo. Mwisho wa siku aweze kupiga kura kwa wakati na kurudi nyumbani kwenda kutulia kwa ajili ya kusubiri matokeo. Wasaidizi watakao kuwa wana changamoto kama hizo ni kwamba anayekuja mpiga kura mwenyewe atakapofikia wakati wake kwamba saizi anatakiwa apige kura, atajichagulia mtu ambaye anamuamini, kwa sababu watu wengine anaweza siwaamini. Atajichagulia yule mtu ambaye anamuamini na anahakika kwamba ataweza kumpigia kulingana na anavyotaka mpiga kura mwenyewe. Majina yangu naitwa Peter Jeremia Kapalala, ni alokata kata ya Mgoma. Tupo hapa kwa ajili ya mafunzo elekezi kwa makarani waongozaji wa wapiga kura katika vituo vya kupigia kura katika kata mbalimbali zinazounda tarafa yetu ya Kanazi na tarafa ya Nyamiaga. Kwenye mafunzo haya ambayo mmeyapata, ni kipi ambacho mmeambiwa, lakini ni kwa namna gani mtaenda kuyafanyia kazi? Nyaraka pamoja na vielelezo kwa maana ya vitabu vya maelekezo vipo, vinajielezea kabisa wajibu, kwanza sifa ya karani mwongozaji, lakini wajibu wa karani mwongozaji anatakiwa kufanya nini kwa wakati awapo katika kituo cha kupigia kura, wajibu wake ni upi na majukumu yake ni yapi katika kituo cha kupigia kura siku yenyewe ya tarehe 29 Oktoba ambayo ndio itakuwa siku ya kupigia kura. Kwa hiyo mambo yote na mafunzo bado yanaendelea. Imani yangu ni kwamba kwa namna ambavyo tuna wawezeshaji mahiri na makini wakiwemo maalokata, tunajitahidi sana kuwaelimisha, tunakwenda taratibu ili kila mshiriki ambaye atakuwa karani mwongozaji aweze kuelewa kwa ufasaha kipi atakachokwenda kukifanya katika kituo cha kupigia kura. Kiapo ni sehemu pia ya maelekezo ya Tume Huru ya Uchaguzi. Fomu namba 6 imejazwa na washiriki, hadi kadhalika fomu namba 7. Fomu namba 6 ni ya kujiondoa kwenye uwanachama wa chama chochote kile cha siasa. Imani yangu ni kwamba wote hawa wana vyama vyao vya siasa, lakini kwa minajili ya kwamba huyo ishakuwa mtumishi wa tume, ameshakuwa mwajiriwa wa tume, kwa wakati huo tunamtaka ajiondoe kwenye chama chochote kile cha siasa anachohusika nacho, aweze kuendana na utaratibu na maelekezo ya Tume Huru ya Uchaguzi. Wananchi tunachoomba watarajie na kutoka kwetu ni pale ambapo tunakwenda kutenda haki ambayo kimsingi itampa uhuru mtu kuchagua kiongozi atakayemtaka awapo katika kituo cha kupigia kura. Kimsingi kwa namna ambavyo wamekula kiapo na kusisitizwa na kuelekeza madhara yatokanayo na kutoa siri. Kwa hiyo lolote lile linaloweza kutokea kinyume
na utaratibu kwa minajili ya aliyekuwa kula kiapo akavujisha siri, akatoa siri kusikohusika na matakwa ya Tume Huru ya Uchaguzi, kimsingi anaweza akachukuliwa hatua za kinidhamu dhidi yake. Wote watakaohusika katika swala hili, hasa makalani ambao wamechaguliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, wahakikishe kwamba wanaishi kiapo kile ambacho wamekiapa kwa siku ya leo, ili uchaguzi uwe wa haki na huru. Wapiga kura kwanza inabidi wafuate sheria na wafike katika vituo vyao vya kupigia kura kwa muda uliopangwa kuanzia saa 2 kama ilivyoelekezwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini pia hawa wasimamizi makalani ambao wamechaguliwa kwa siku, ambao wameteuliwa na Tume ya Taifa Huru ya Taifa ya Uchaguzi, wahakikishe kwamba nao wanafika kwa wakati sahihi katika vituo ambavyo wamepangiwa kusimamia zoezi la upigaji kura. Ili swala liko sawa ukizingatia maadili ya serikali. Kwa kila mwajiliwa wa serikali inabidi awe mwadilifu na awe tayari kutunza siri za serikali. Kwa hiyo hili jambo ni la kiserikali, sio la chama. Kwa inatakiwa kila aliyepata nafasi ya kuwa kalani wa uchaguzi hakikishe kwamba anatunza siri za uchaguzi. Haitakiwi hizi habari kuzi-expose kwa watu wa nje. Inabidi taarifa zote za uchaguzi ziwe za siri, wananchi zisitoke nje na kujulikana na kusambaa nje kwa watu wengine ambao hawahusiki. Inabidi iwe siri ya tume na wanaohusika na uchaguzi. Changamoto kwanza tutakazokutana nazo, ukipatwa na changamoto nilivyojipanga ni kwamba nitatoa taarifa katika sehemu zinazohusika ili waweze kuchukua taratibu zitakazokuwa zinafaa. Wamama wanaonyonyesha, walemavu, wazee ambao wana umri wao umeendaenda kidogo, hao inabidi wapewe kipaumbele kipindi cha kupiga kura. Tofauti na makundi mengine, kwa mfano kuna vijana ambao bado wana nguvu na uwezo wa kusimama kwenye mistari kipindi kile cha kupiga kura, lakini hao makundi maalum kama walemavu, kama tulivyosema, wamama wanaonyonyesha, wenye watoto wachanga, hao inabidi wapewe kipaumbele kipindi cha kupiga kura. Kutoka hapa katika viunga vya shule ya sekondari Ngara, mimi ni Ezra John na hii ni Dar es Salaam Tanzanite TV.